Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Halal Charity TV, the media arm of Halal Charitable Trust, a registered non-governmental, non-profit making organization based in Mtwapa with the main purpose and aim of helping the community. We are working with the community for the community. Alhamdulillah, leo tumetembelewa na kijana wetu ambaye amechanganya elimu zote mbili, upande wa elimu ya dini mashallah yuko sawa, na upande wa elimu ya secular pia yuko sawa. Kwa hivyo tutakuwa na yeye kwa huu muda, atatuelezea challenges zile amepitia. Mambo mengi tutazungumza kuhusu elimu kwa ujumla. Kwanza kabisa inshallah Sheikh, naomba ujiintroduce. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kwa majina mimi ni Muhammad Fauzi Rudaini. Na julikana sana na wewe, na babangu Fauzi Rudaini ni rafiki yako, kama vile wazee wangu tumewaona toka sisi tukiwa wadogo. Ni kama ndugu zako wewe, mzee wangu Bashir Ahmad Warfa. Mashaallah. Na kabla ya kuintroduce, ni kuchukua fursa hii kushukuru binafsi kwa uwalishi huu, na pia on the behalf of the community and the umma in totality, kwa himma hii ya kutaka kusaidia na to work with the community kama ulivyoeleza. Halian labda nikisema hivi sasa, nafanya kazi, my profession is an advocate. Nimeandikwa kazi na County Government of Mombasa. Mashaallah. As a principal legal officer kwa office of the county attorney. Lakini muda uliopita pia nilifound a law firm yenye kunao legal partners ndio wanaendesha hiyo law firm, na pia real estate company. Kwa hivyo pia tumejaribu kuweka mkono wetu katika upande wa biashara. Mashaallah. Mashaallah. Sasa Sheikh, wewe umechanganya on the side of Islamic studies and secular. You are a lawyer by profession, na ni alim. What inspired you to mix the two? What pushed you? Mwanzo, a minor correction ya kuwa sio alim, sio sheikh. Maybe still in the journey of inspiring to be one, labda, if that may be. Lakini not at all wa mimi ni alim au la kabisa, wala si kuwa nafanya tawadhu. I'm being humble. It is the true fact of the matter. But inspiration was drawn from various things. Na kitu ya kwanza, the earliest I can remember, is my own grandfather, the famous Muhammad Talib Rudaini. He was a big established scholar. Alikuwa mwanachuoni wa kuaminika. Ameanzisha vitu vingi sana in his position as a religious scholar in Malindi. Ndio ameanzisha madrasa ya kwanza, madrasa tahdhib. Ilikuwa hakuna, ni madrasa ndogo ndogo. Ndio akaweka first public lecture, darsa ya dini. Na mambo mingi ya kidini. Alikuwa ndio mwanachuoni wa mji maarufu. Watu wa Ejieno labda mwamjua zaidi. But at the same time alikuwa pia established katika mambo ya secular education na nini. Aliwahi kulecture katika Malindi High School as a religious teacher. Pia aliwahi kuserve as mayor for around 6 to 7 years as a chairman of Malindi Mambrui Urban Council. Kitu hivyo wakati huo. So hiyo ilikuwa ikirudiwa sana na wazee wetu kwa hakujifunga. At the same time alikuwa na company yake ya import export, I think, na logistics. At the same time alikuwa manager, ameandikwa kazi mwanzo ile Lawfords Hotel, kisha Malindi Laundry, which is still standing mpaka leo. So alikuwa
mfanyi biashara, anaishi maisha kijumla, hakujifunga mahali pamoja. Na hili tulikuwa tukiambiwa sana na wazee wetu. Na fadhila yote yarudi kwao. Fadhila yote yarudi kwao, ndio walitushikilia upande wa skuli tukasoma, na pia upande wa madrasa pia. Labda tutaingia huko kwenye jani, tutaeleza ilikuwaje bidhaa. Wajua vijana wengi wanakosa mwelekeo. They struggle with direction. Wakishika upande huu ni upande huu. Utaona mtu is a professional, ni wakili kama wewe, ama ni daktari, ama ni mwalimu, anaangalia upande mmoja. Ni wachache sana ambao wamechanganya. Sasa wewe at a young age, you are a young man, alhamdulillah, umebobea upande zote mbili, umebeba pande zote mbili. So apart from the family influence, any other influence that you had outside the family? Before outside the family, the early stage of a human being is the most important. Hiyo early stage ndio huwa ya spell out what his interests are going to be. Sasa wazazi wangu wawili walikuwa na bidii sana. Mimi nakumbuka yani tulivyokuwa wadogo, kama vile watu wanaletewa walimu, tulikuwa tunaenda madrasa na school, lakini kama vile watu wanaletewa walimu wa tuition kwa masomo ya skuli, sisi tulikuwa tunaletewa walimu wa tuition kwa upande wa madrasa. Anakuja nyumbani, anatusomesha tajwid yetu iko chini, anatusomesha nahwu yetu iko chini, anatusomesha. So toka tukiinukia tumeona this is equally as important as ile school. So tukainukia na hima hiyo. Toka sisi tukiishi Malindi, kisha tukagura hapa Mombasa. Tulivogura hapa Mombasa namna hiyo. Kisha now the outside influence, the outside parties pia naweza nikainasibisha pia na fadhila zaidi ya kuwa ni bidii yangu mwenyewe, kwa kuwa the teachers that I got, especially religious teacher, they used to love me so much. Walikuwa hawaniwachi. Nimeenda away from Mombasa kusoma university Nairobi. Wananipigia kila wakati, mpaka with some of them we arranged online classes ili wapate kunisomesha online. Some of them nikirudi tu niende kusoma. So fadhila pia ya rudi kwao kama hao. Na at what age did you, wewe kama mwanafunzi, umri gani uliamua mimi sasa lazima niegemee pia upande wa madrasa? Kwa sababu upande wa skuli mara nyingi sisi wazazi tunawasukuma watoto, maliza class 8, maliza form 4. Sasa impact yako wewe mwenyewe, at what age uliona macha na mimi nisiwache upande wa madrasa? Ama are you a product of integrated education? Yes. Kitu kimoja ni kuwa even maybe ndio different na a lot of youth na a lot of people ambao wamepitia similar system na mimi. Ni kuwa kwa upande wangu ilipofika hiyo class 7 or 8 sikuachishwa madrasa. Madrasa iliendelea. Mwanzo primary school mimi nilisoma Liwatoni hapa Mombasa. Liwatoni that time sasa imefungwa, inaitwa Al-Khair. Liwatoni that time was an integrated school. So mpaka class 8 mpaka tukifanya KCSE we were studying under an integrated system. Which ilisaidia kwa kiasi fulani. But apart from that, kama nilivyokuambia mwanzo hapo, ni kuwa tukitoka hiyo skuli ambayo tayari ina madrasa, bado tulikuwa tukienda madrasa Maghrib. Toka mimi niko primary nasoma nani msikitini tu kwa maarufu Sheikh Basa. For a lot of years tumesoma pale. Kwa hivyo there is no point in time where ikanipitia mimi then I decided sasa wacha ni focus na madrasa. The difference is toka hiyo mdogo, toka nianze raudha mpaka this age sikuachana na madrasa. Skuli madrasa, kazi madrasa, iko hapo consistently. So that might be an issue when it comes to that.
I can understand kwa sometimes class 8 form 4 mtu anahitaji kufocus, lakini ile influence ya yule mzazi ya kuwa yule mtoto ikimalizika tu ile exam ya class 8 asimwache tena, wingi wana lose interest hapo, or wana develop ile mindset ya kuwa ona mpaka nimetolewa madrasa ili ni focus na skuli, then madrasa is secondary. So hata kama maybe ameachishwa for that year, then akimaliza tu mzazi afanye bidii sana amregeshe. Mzazi plays a very big role sometimes. Sasa yawezekana kwa mtoto kuchanganya zote mbili kulingana na vile umesema. Kwa hivyo it's possible. Yes. Very possible. Na mchango wa integrated schools ili kumsaidia huyu mtoto achanganye. You think integrated school can play a big role in shaping our children? Yes. Integrated manzo, and I've spoken about this before. Swala la integration, if you carefully look at it, haswa kwenye historically when it comes to religious education, historically we are talking kabla hata hizi schools hazijakuja. Ndio. Yenyewe asili yake ya religious education ya madrasa za zamani zilikuwa ni integrated madrasa. Yalikuwa wanasomesha kwenye madrasa, wanasomesha masomo ambayo leo ndio yamekuja kujulikana kama secular subjects. Yani kwenye ile manhaj, ile syllabus ya madrasa, ndani yake utapata science, geography, mathematics. And I'm not talking about long ago. I'm talking about just about 20-30 years ago. Myself, I had the advantage ya kupitia some of the syllabus ya madrasa za zamani. For example, one of them hiyo madrasa ya Tahzib, ilikuwa first madrasa in Malindi, madrasa ya Najah ya Lamu, na ndani yake kulikuwa ndio niliposoma madrasa Najah al-Islamia. Mashaallah. Ile Lamu kwenyewe ya kisiwani. Basi nafikiri wewe utakuwa a witness to this. Maana nimeona geography pale ndani, nimeona riyadhiyat, mathematics and multiplications, arithmetics, nimeziona pale ndani. So the concept of integration iko toka kitambo. Now one of the challenges of integration, na wewe you are one of people involved in this first hand, ni ile madrasa imechukuliwa ikaingizwa school. Modern integration. You're talking about modern integration. Yes, modern integration. While zamani ni zile subjects za school zimechukuliwa zikaingizwa madrasa. Bila lugha ya Kiingereza. Bila lugha ya Kiingereza. Zilikuwa zikifundishwa lakini kwa lugha ya Kiarabu. But lugha, that's not the issue. The media of communication. Yes, that's not the English as a language. There is no problem with it in Islam. What I'm talking about is the system. So for example, hiyo integration mimi nalopitia. Integration ya Liwatoni. With all due respect to all the teachers and the school, I really respect it and adore it. Lakini kwa yani English, then next ni fiqh. Yule anatufundisha English, madam wetu alikuwa akikuja na skirt above the knees. Mfahamu? So the way an address ni in a secular way. Mfahamu? Kisha hii madrasa ndio tukaichukua tukaiingiza hapo. Na vitu kama hivyo ni muhimu sana apart from ile masomo yenye unasoma kutoka kwenye vitabu na unasomeshwa na mwalimu. The environment, ile bia ya education, na especially religious education, it matters. Is very important. Sasa sisi tulikuwa tunaona walimu wa madrasa wanatangamana na walimu wa huku skuli like one thing. Kama umeelewa. So that is the challenge which does not vilify, does not say integrated doesn't work. No, but it is a challenge that kama wasimamizi wa integrated sisi tunafaa tuangalie how we can improve it as it goes in terms of system. For example, if I can just, if you'll allow me, Sayyidina Imam Shafi'i once said, yani yeye mwenyewe ndo anaeleza, sema kuwa yeye
alikuwa ana shida kuhifadhi baadhi ya mambo. Kuna kitu anajaribu kukihifadhi anashindwa. At that time his main teacher alikuwa anaitwa Wakie. So akaenda akamshtakia Wakie. Wakie akamwambia vitu viwili. Ajiangalie katika vitu viwili ndio vinasumbua brain yako kushika, na kitu unachoangalia na maasi. Na yeye then Imam Shafi yeye sasa akaiweka kwa mashairi, kwa sababu yeye alikuwa shairi, he was a poet. So akaweka in a poetic form. Kama shakautu ila waqi'in su'a hifdhi farshadani ila tarki al-ma'asi wa qala li inna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ana nilimshtakia Waqi' su'a hifdhi, ubaya wa hifdhi yangu, akaniongoza niache maasi. Akaniambia innal ilma nurun, hii elimu ni nur, wa nurullahi la yuhda li'asi, na nuru ya Mwenyezi Mungu hapewi asi. Sasa ile environment ya masia ndio one of the biggest challenge, si tu pale skuli, mpaka nje ya skuli, mpaka sahi ndio ati kwa hami wale wanafunzi wa skuli. For example, Mombasa mgoka isiuzwe around 50 to 100 meters. What is 50 to 100 meters from the gate ya school? So wanafunzi wamezungukwa na masia yenye imeshukisha levels of education on both sides. Lakini the way forward tukitilia mkazo integrated education, I think inaweza kusaidia sana watoto wetu. Yes. Ama tubaki vile vile kama zamani, watoto wanasoma madrasa lisali moja masaa mawili peke yake, alafu masaa mengi, ambayo hiyo ni challenge. Niwahi kuuliza watu wengi hapa, challenge kubwa ni watoto wanasukumwa zaidi upande wa skuli. So is it integrated again? Can I ask you, is it the solution if we properly use it? Yani environment tuitengeneze, tutafute walimu wavae vizuri, watoto wajue this is an Islamic institution. Absolutely. It is a brilliant concept. It can help. It can help, and the level of education upande wa madrasa, integrated schools, inaweza kufikia level nzuri, yani mpaka mzazi ama mwalimu wa madrasa anaweza akajisifa akasema mashallah, shule fulani ni integrated, na mtoto aliyemaliza pale upande wa madrasa amesoma vizuri. It can. I believe it can. Yes, with stakeholder participation and improvements and workshops on how to improve it on a go. Then I believe it can. And I've seen it has. So that's the way to go. It is. If it is improved and we improve it more, it integrated. Is. Yes. Naam. Social media. Social media, yani iko na positive zake, iko na negative zake. Ulimwengu huu sasa huwezi enda bila social media. Do you think social media is playing a part in the education of our children, yani negatively or positively? Absolutely. I think it plays a very big role. Only a blind person won't see it in today's positively world. Or negatively? Both ways. Kama venye wanasema wa social media ni silaha yenye ncha mbili. It affects positively, it affects negatively. No. When it comes to education specifically, especially religious education, its negatives are immense. In my perspective, much bigger. Selbiyat zake, negative zake ni nyingi sana zaidi kuliko positive zake. Kwa sababu religious education sio mujarrab wa kusoma tu kitu kwenye kitabu na ukaelewa. At least that is how we were taught. Laysa al-ilmu fi al-kutubi, innama al-ilmu fi suduri rijal. Religious education is not kuwa wewe wataka kusoma fiqh uchukue tu kitabu ya fiqh nini usome, la. It is in the chest of men. So wale teachers, you have to respect them, wakupatie adabu na nini. That is number one. Number two, there is a cut out of information on social media. Ile information ina katika. For example, a khutbah which explains different perspectives, which is 30 minutes long, ataenda mtu ataikata in 2 minutes,
kisha aiweke pale, take it out of context kabisa, talbis yani. So hiyo pia ime affect sana. Na the biggest effect ya social media, pia this is something that I've written about. Imam al-Ghazali was one of the biggest Muslim scholars, at the same time one of the biggest secular scholars, a true philosopher, a thinker. Mashallah. Asema baina ya mwanadamu na mwenzake, watu wawili, huwa kuna natural wall ya haya, of modesty, yenye Mwenyezi Mungu ameiweka. Mwenyezi Mungu amejalia hapa. Mimi sahihi niko kwenye cameras na niko na wewe hapa, hata nitakafokaa nini nitakaa tofauti. Lakini nyinyi haumuko hapa, niko peke yangu, naweza nikapandisha mguu juu nikakaa wengine, because hakuna yule mtu mwingine. Kwa hivyo ule ukuta wa haya umeondoka. Sasa social media imeondosha hiyo ukuta wa haya. Manake wewe you can do anything from the palms of your hand. Ndio pale kuna watu waitwa keyboard warriors. Mtu kwa WhatsApp ama kwa Facebook, mimi kama niko na ubaya na wewe naweza kukutukana matusi yote, lakini face to face siwezi kukuangalia kwa sababu ile ukuta hauko pale. Sasa social media, that is the biggest effect. Imeondosha ile, imempa mtoto mdogo wa kike na wa kiume ulimwengu katika mkono wake, na hakuna mtu anamuona. Ndio pale anaweza yeye akaweka simu. And this ni kitu ambacho mimi mwenyewe nimeona na nimefanya survey yangu. Anaweza akaiweka simu somewhere, akajirekodi yeye akidance ama akipose for a picture, ikapata 10,000 views. Wallahi lazim kijana huyo ama msichana huyo kikweli ana haya ya hata kuangaliana na watu, mtu mmoja tu hawezi. Lakini wale watu hawaoni pale. Sasa hii hata kwenye religious pia, katika vitu ambavyo kwamba vimeondosha tasamo baina ya madhahib ya Kiislamu, baina ya afradi ya mujtama, hata katika siasa. Kwa mtu ni rahisi sana atafungua simu yeye, audio ama video, atukane hapo, awaite watu wengine mushrikina na hawa hivi na hawa hivi bila kujali. Lakini face to face hawezi. Hiyo ni katika salbiyat kubwa sana. Kwa hivyo social media iko na benefits zake na nini, lakini as a source of education, I think it is very dangerous. And still kuna forum moja tulienda upande wa judiciary, wao wamesema it's a monster that we cannot withhold. Ilikuwa ni upande wa child justice, online bullying na nini. Imetoka kwenye mikono ya control right now. Sasa ndio unaona juzi kulikuwa na Cyber Crimes Act ile na nini, wanajaribu kuiregulate. Ama kama huko Tanzania siku za juzi fungwe kabisa internet ili isilete fitna. So it's a big challenge. So positively we can also use social media. Of course we can, but sasa how to sift out hiyo negative. So but I'll give you an example. Utaona yani content zingine ambazo hazina maana tuzaita, zinaenda viral, ziko na watu wengi wanafuatilia, na kitu ambacho ni cha maana, cha kuelimisha umma, cha kufaidisha watu, utaona watu wanaosubscribe, wanaofuatilia ni kidogo sana. In fact wanakuambia ukitaka kwenda viral wewe fanya kitu cha upuzi. Waarabu wasema khalif toraf. Wewe khalifu ndo utajulikana. Mashallah. Tukienda mbele shekhe, you are a lawyer by profession. Yes. Mashallah. What inspired you to pursue law? Why not medicine? Why not teaching? Why law? That's an interesting question, kwa sababu personally after form 4 I was still very open-minded. Nisikuwa na a fixed idea kama sasa naona vijana wingi katika wale ambao naambiwa hebu zungumza nao, mguide katika watoto wenzangu na ndugu zangu. Tayari mtu mimi nataka kufanya hivi. Mimi I was open-minded. I didn't want to do law wala kufanya
Sasa I had those influences. Wewe unajua personally niko na ndugu ma engineers, kuna ndugu madaktari wako in the medicine field, kuna mandugu ma dentist. So kila mtu alikuwa nani. But I had a cousin bin khali yangu Sajid Ahmed. We were very close. Na mimi nikikulia yeye ndio the vibrant big brother, Allah yarham. Pale so alikuwa si mimi peke yangu lakini age set yetu alikuwa anatu influence wingi. Yeye ni about 4 years older than me. So alikuwa has a very big influence on us. He was the big brother in the family. So yeye ndio akanishikilia, akanifanya nikuwe na interest ya hii law na akanifuatilizia mambo since alikuwa I was to join him in Moi University pia huko. Kisha bahati mbaya at that time yeye pia yuko final semester law school, yeye akafariki. Lakini mimi ilikuwa nishaanza hizo processes na nini na nisha develop interest. So that was. Na ni kitu gani shekhe ambacho unaona wewe ukiwa wakili ama ukiwa lawyer unaweza kusaidia umma nacho, what particular? And what you're not an Islamic lawyer and hukusomea Islamic law, umesomea what do you call is it common law ama secular. Yeah. Although in terms of Islamic law practice in Kenya, so it's limited to matters of inheritance, divorce, personal matters in the Qadhi's court, which bado ukisoma law ya Kenya unasomeshwa hizo hapo. So when it comes to those things, an advocate, a lawyer, a Kenyan lawyer is at the same time an expert on Islamic law when it comes to those. Sasa the law profession, wewe kama wakili, unaona wewe unaweza usaidia vipi umma wetu wa Waislamu hapa Kenya kwa hiyo kusoma law? Yani tutafaidika vipi kwako? Apart from signing agreements, lease agreements, yani outside that. Yes, faida ya kwanza and I've seen it first hand because I'm the first. Sajid ndo alikuwa wa kwanza, but I became the first in the family. On both sides, by the way, mother's na father's side. So kitu ya kwanza nimeona ni awareness of law is everything. You want to run a media channel, you have to know the law, you have to know what licenses to get and everything. That legal opinion that you are given. You want to run a charitable organization, what business form will it take? Will it be taxable or non-taxable? And all those things. So kitu ya kwanza yenye tayari nikikuwa tu student yenye nimeweza kufanya na nimejaribu kufanya na watu wananiuliza sana. Those questions to awareness because we didn't have a lot of lawyers in the society, in the families. Sasa tuko wengi sana. Yeah, but still not us. Ukilinganisha na, for example, na Nairobi na nasema Waislamu juu yani umma wetu kwa ujumla. We are many now. Yeah. So is the community, the umma, gaining any support from lawyers, especially young upcoming lawyers like you? And what are you doing kusaidia sisi? Yeah. We have Association of Muslim Advocates, which we try as much as we can to help on the, for example, taking up public interest matters. So, for example, the matter mambo na hijab, the famous matter mambo ya hijab in schools. I know it is taken up by Association of Muslim Advocates. Right now, just about a month or 2 ago, ilivyokuja mambo ya inheritance of an illegitimate child. Mambo ya kurithishwa mtoto nje ya ndoa. Yeah, the Association of Muslim Mbona hatuwasikii sana? Tunawasikia zaidi upande wa mambo mengine, si mambo haya. Yani you cannot ask somebody, hebu nitajie prominent Muslim lawyer who is fighting for the community mstari wa mbele. Mbona hatuwasikii sisi? We have, if you give us our flowers. There are a few when they try to do both men and women. Both men and women. Wanajaribu, but it is a gap that we also must address.
especially here huku coast, because the Association of Muslim Advocates iko in Nairobi, and majority of things are discussed there, done there. So I think it's time pia tuanzishe moja Muamke sasa nyinyi kama maloya hapa. Maybe Association of Muslim Mombasa Lawyers. Na tukiendelea, what challenges have you faced as a lawyer? Yani tangu uanze kazi ya wakili, challenges gani umepata? Ukiongeza pia kwa wewe umebobea pia upande huu mwingine. Do people take you seriously? Sema huyu ni sawezi kwa wakili, huyu ni shekhe, mfano, something like that. What challenges do you face? No, actually that aspect is on the other way around. On the other way around, I think people gain confidence with it kwa sababu the main issue that people have with lawyers is confidence and trust. Naona huyu atanifanyia kazi yangu venye nataka. So that one being kwa naonekana, again correction, not a sheikh, lakini naonekana kwenye harakati za kidini, yani imebuild some trust for some of the religious organization to come for services na nini. The challenges, sometimes it gets overwhelming. No. Because a lot of people have expectations of you. Uko na khutba ya Juma, but at the same time you have a court session that morning. So unatoka huku chap. In fact, that is my next question. How do you balance these two roles? Huku upande wa kazi kama wakili, huku upande wa kama ulivyosema utakwenda utoe khutba, utakwenda ufundishe mfano pale madrasa. How do you balance the two? I really I really don't know. Sababu hata mamangu walalamika. Toka ya asubuhi kurudi saa 3, una time unafahamu. Lakini it is a challenge that but it's fine. It's fine because it gives you a purpose, you know. And satisfaction. Satisfaction, a purpose in your life. At least you are doing things which are purposeful. And some other people don't have the luxury that you have. So alhamdulillah, I have somewhere where I can get my loaf of bread. At the same time, I try to strive for the community for MashaAllah. Tukienda mbele Sheikh, your relationship with the youth. Wewe bado ni kijana pia, uko kwenye bracket of the youth. You as a person, as a lawyer, your relationship with the youth, I mean, how is it? How are you building it? How are you motivating the youth? Wasome both dini, wasome secular. Forum gani unatumia kufanya mambo kama haya? To be honest, an exact forum, like a registered entity or something, I don't have, but I work with different ones. I work with friends of Al-Baiti, different capacities. There's Banin, you know it too, Al-Ihsan Foundation, and several others. And in Mombasa, the Advocates one. My own personal registered, I don't have. So inshallah now, amongst those I work with, Halal Charity, I'm offering myself to that. But I believe the way that maybe I can show that. First of all, I don't believe I am the good example to. No, you're one of the good examples you have. Kwa sababu wengi watoto wakimaliza shule wanaangalia upande mmoja tu. Hata ukimwambia sasa let's go back tuanze kudiscuss mambo ya dini, anakwambia mimi niliacha kitambo haya. So what you're doing is the right thing, you're going the right way. Sasa the issue ni kusaidia wenzako, the youth like you. We move forward together. Kama saa hizi shule zimefungwa. Na mostly madrasa ama pia zitafungwa. So watoto watakuwa wana muda mrefu. So those are the challenges that you guys can come in and help hawa watoto sasa wakikaa mitaani. Wataanza kuharibika nini. Sasa nyinyi kama mliotangulia. Personally me huwa nawaambia wenzangu, nawaambia kwa the best way to influence someone is to relate with them.
So for example, yani mimi I don't have anything extra. I play football. Nacheza mpira kila Jumapili na Jumatano. Swim. Sometimes naenda swimming. Saa 10 na kuna mahali na youth wenzangu tunakaa naangalia mpira. Napenda PlayStation. So nikipata time siku hizi ndio sipa, lakini I used to be an addict of this thing. Nacheza PlayStation. So at that level huwa unaweza relate with them. Si lazima ya kuwa ukitaka kujua na unafikiri then uwe mtawa wachane na hiyo ufanye tizala ni dunia uwe zahid. I just live a life in totality and don't study for example wewe wataka kusoma dini kwa sababu maybe uweze kuwa fasih katika kuzungumza. No. That is not the purpose. Is to improve yourself and madamu waweza na uko na time just do it. Nina mambo mengi Sheikh nataka nikuulize lakini naona muda umeenda. What would you say to young people who believe Islam and modern careers cannot exist? They cannot coexist. Unakwambia siwezi nikashika laini hii kwa sababu mimi I want to be a professional, I want to be a doctor, I want to be a lawyer, I want to be an engineer. So what do you tell them that Islam or Islamic education inaweza enda sambamba, it can coexist with your career? What do you tell them? What I want to tell them is that that is a big ikhtilat. What we have to understand is that when we are talking about Islamic education, it is actually, I don't want to use this word, but it can actually be insulting. If you say, for example, medicine is not Islamic education. Takuwa umeitweza, umeifanya duni elimu ya Kiislamu. Because all of these things are based and found in the Quran. The father of modern medicine, Ibn Sina, was a Muslim and he had his part in Islamic scholarship. Na hizi vitu ziko kwenye Quran na scholars have authored books. Al-Imam Shafi'i pia yeye asema al-ilmu ilman. Ilmu ni mara mbili, ilmu al-fiqh lil-adyan wa ilmu at-tibb lil-abdan. Ilmu ni mara mbili, ilmu ni ilmu ya fiqh ili upate kupractice dini yako ibada, na ilmu ya tiba ili upate kuhifadhi mwili wako. So that perspective should change. I know I can't convince them in a few minutes here. Lakini when we are talking about Islamic education, all those are Islamic. Ni hizi zina different purposes too. Hii ni ya profession, hii ni ya kujua na kusoma dini. Mashallah. Now let's talk about leadership, Sheikh. Leadership yani kama vijana ni, do you think it's the right time nyinyi kuwa viongozi wetu sasa? Mmeshafika wakati huu ama bado mangoja viongozi wa kesho na bado watu wengine washapata hata wajukuu na bado ngojeni viongozi wa kesho? So when you talk of leadership now, is it the right time for you now, the youth, to be leaders in this country? Absolutely, absolutely. I think this kwa youth leadership, yani vijana wadogo kushika hatamu za viongozi za uongozi, actually ni mafundisho ya Uislamu. Na ni mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahali mbali amewafanya viongozi na utaona ni vijana wadogo. Jeshi yake ya mwisho kuunda, to prepare jeshi ya kwenda kupigana Tabuk, alimweka Usama bin Zaid. Ana umri mdogo sana, miaka 18. Na mahali pingi sana. Isipokuwa lazima pia sisi youth na Gen Z to acknowledge experience na yale mambo ambao wazee wamepitia. Experience is the best teacher. And unfortunately, you cannot do a crash course on experience. Useme unataka experience ya 10 years, lakini uipate kwa social media kwa 2 minutes. Uwezi. So lazima, in fact, it's the good sign of leadership if you are ready to improve, ready to learn. So yes, tuwe hapo leaders, lakini tusikize ushauri, tuwe
tayari kusoma zaidi kutoka kwa wazee, tujue tunatoka wapi, tusiondoke katika misingi yetu na mambo. But the trajectory we are taking has both positives and negatives. Personally, I have very radical views when it comes to leadership since my university days. Okay. Because toka wakati I was vocal when it comes to these things. So do you have personal ambition of becoming a leader? Personally, you think I think I cannot avoid it for sababu wazee wangu kina Bashir ndo hawa na tusumbua, tulikuwa tumetulia tu kwa nyumba, wametuleta kwenye media na nini. So I don't think I can avoid it. But I don't have, right now, I don't have any roadmap of becoming a politician or an elected leader. But I know that it is my duty to lead whoever I can. Kullukum ra'in, hata kama nitaongoza nafsi yangu tu. Ama familia yako. Familia yangu. Na si lazima uingie siasa uwe kiongozi. Yeah, absolutely. Sure. Absolutely. Good. Na mwisho kabisa kumalizia, yani what advice are you giving to parents ambao wanatusikiza? Unawapatia advice gani kuhusu haya yote tuliyozungumza, ukitilia maanani both sides ya ilmu, the education? Unawaambia nini wazazi? Wallahi kitu ambao naweza kuambia from my personal perspective ni kwa from my personal experience, whatever I have achieved, if it can be called an achievement, 90% ni fadla ya wazazi. So yes, absolutely, believe me. Wao ndio kama nilikwambia, anakuja mwalimu wa madrasa saa 10, mimi ndo nataka kwenda kucheza mpira, lakini wakakaa ngumu, ona kitu fulani haifai kufanywa. Wingi wazazi huwa wana slack on that angle. So mzazi himma yake ana play a big role. Mtoto age ya 10 years, 12 years, hata ukamkalisha, ukaleta na counselor, ukaleta na mtu, mambo mingi hatoelewa. So mpaka umshikie ngumu. Ile bidii ya mzazi ni muhimu sana. I know sometimes wazazi wanafanya bidii, doesn't reflect on the child. But the least they can do is doing that, being responsible for them. As a parent. Yes. Na ni jukumu, is a spiritual responsibility kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mashallah. Na inshallah tutakuita tena tuzungumze kuhusu leadership. Hapo mimi napataka zaidi the youth and leadership, inshallah tutakuja tutazungumza. Watazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wazazi, nafikiri mmesikia vile Sheikh alivyosema, watoto wetu tunaweza tukawapatia ilmu zote mbili. Can be a professional na at the same time anaweza akawa alim. Na hizi ilmu zote hizi inshallah zinatoka kwetu sisi, zinatoka kwenye dini yetu, na ilmu ni yetu sisi.